Matumaini ya Mange Kimambi mpaka sasa hivi kuendelea kuishi katika ulimwengu yamekosekana. Ghafla tu ni kama mshumaa kuweza kuzima, na taarifa ambayo tumeweza kuipata ni baada ya hali ya dada wa taifa kuendelea kuwa ni mbaya sana na kuwa hoi bin taban. Na video ya mwisho ambayo aliachia ilikuwa ni video ambayo alikuwa anatolea ufafanuzi kuhusu ripoti ya tume ya uchaguzi. Lakini kwambie tu, kabla ya yote na kabla ya kuzungumzia kuhusu ishu na majibu na ripoti ya tume ya uchaguzi, hali ya Mange Kimambi si shwari. Unaambiwa kwamba matumaini ambayo alikuwa anayaweka ya kuendelea kuishi, ya kuendelea kuzungumza zaidi, kwa sasa imeshaanza kuondoka kabisa. Na katika kitu ambacho Mange amesisitiza sana ni kuwaambia Watanzania, ikitokea na nafasi ambayo Watanzania wataipata baada ya kifo chake kuweza kutokea, basi wajue kwamba yale ambayo alikuwa anayasisitiza wayaweke kichwani. Mange Kimambi mpaka sasa amekuwa akiwaomba sana Watanzania kwamba licha ya yote ambayo yametokea kwa kipindi cha mwaka jana, na hata ikitokea nafasi ambayo kwa sasa anaona matumaini ya kuendelea kuishi hayapo kabisa, hivyo anawaomba Watanzania yani wajali na wafuatilie, lakini pia wapiganie nchi ya Tanzania. Kunakoelekea ni kama kwenye giza totoro, na yeye mwenyewe pia ni shahidi na shuhuda ambaye kwa sasa anaona kabisa kwamba taifa la Tanzania linaenda kuangamia, na yeye akiwa ni miongoni mwa watu ambao pia wanaamini kwamba pengine labda kilichotokea kwa sasa ni mipango tu ambayo nafikiri huwezi ukaipinga. Hakuna ijua kesho na hujafa hujaumbika. Kwa hiyo kwa Mange Kimambi kuwa kwenye hali na afya ambayo kwa sasa imezorota, na hakuna ambaye aliamini kwamba Mange kwa sasa angekuwa kwenye muonekano kama huu ambao pengine yale matumaini ambayo alikuwa anayapata ya kuhamasisha Watanzania wafanye maandamano ama Watanzania waingie barabarani kama kawaida, lakini kwa sasa matumaini hayo hayapo tena. Mange Kimambi yani kama si wa leo basi ni wa kesho. Mpaka muda huu taarifa ambayo tumeipata na vyanzo vya kuaminika ni kwamba hali ya Mange Kimambi si shwari na haiko vizuri. Na hata pia dada yetu Maria Sarungi ambaye kwa kupitia ukurasa wake wa Instagram aliwaomba Watanzania kwa sasa kuchukua muda na fursa ya kumwombea dada wa taifa, licha ya kwamba alikuwa na madhaifu yake na ubora wake, na watu wasimpelekee msalaba kwa labda kilichotokea kwa mwaka jana pengine yeye ndo chanzo kikubwa cha watu wengi sana kufariki katika mwaka 2025 Oktoba 29. Hivyo nafikiri ni wakati wa kuendelea kumwombea, kwa kuwa yeye ni binadamu na hakuna ambaye amekamilika kwamba yuko 100% perfect. Kwa nafikiri ni taarifa tu ambayo si nzuri, inaumiza, inasikitisha, lakini pia ukiangalia muonekano wa Mange kwa sasa ndio utajua kabisa kwa binadamu sisi tumekuja tu kwa muda na tutaondoka pia kama kawaida kwa muda tu mfupi tu ambao leo hii tuko nao, tunazungumza, tuna afya kama kawaida.